wapo wengi wanayojua moja. Wakati wa raha, faraja na nyimbo na zawadi kede kede, wanalizika na upendo huo. Ila upendo una kipimo chake, wakati wa shida, raha na wakati wa magonjwa. Wakati ambapo waona tabia, kasoro na mapungufu, hapo ndipo upendo hupimwa. Hapo ndipo upendo hupimwa. Chomoza, a hub of hope. Ile unapojibu tofauti. haya, I wish you ya kwake Godfrey inanipa nafasi ya kumkaribisha tena dokta tuweze kuendelea na somo letu. Karibu sana Dr. Eli. Asante baba Jimmy. Karibu sana. Asante. Tunaendelea na yale maswali mawili yaliyobaki kama ambavyo ulipromise kwamba wiki hii, yani Jumapili ya leo tutajibu maswali alafu tutaendelea na somo kidogo. Okay. Kwa nimkaribishe ndugu yangu Evans aweze kusoma maswali yote mawili. Si yote au asome la kwanza ujibu moja. Huyu anaitwa ndugu Emmanuel Kamlenga, yeye aliuliza, alisema, dokta, naomba kuuliza, katika haya maisha kuna baraka na laana tu au kuna maisha ya kawaida ambayo hayahusiani na baraka wala laana? Mfano, mtu ukakosea ofisini akafukuzwa akatolewa. Je, inasomekaje? Upande wake ni msingi wa baraka au la? Kuuliza swali ni akili pia. Well, ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai. Tuendelee kujifunza. Concept ya baraka inabidi ukumbuke kwamba kuna usiku, kuna mchana. Mambo yanapishana hivyo tu. Hakuna hali tofauti ambayo ni neutral. Kwamba mtu hajabarikiwa, hajalaaniwa. Hapana. Kuna njia mbili. Kuna njia ya uzima, njia ya mauti. Kuna njia ya baraka, kuna njia ya laana. Na hivyo vyote vinaongozana kama mema na mabaya. Unaweza ukafukuzwa kazi ukabarikiwa kwa kufukuzwa kazi. Na unaweza ukaajiriwa ukalaaniwa kwa kuajiriwa. Definition ya baraka ni misingi yake kusomeka. Ndio misingi tunaoongelea hapa. Sio tafsiri ya maisha yako yanavyokwenda. Inabidi urefer kwa misingi, mambo ambayo ni mama katika mfumo wa baraka. Sio kwamba nimefukuzwa kazi sasa hapa ni misingi imekosewa nini, da. Misingi ipo. Hakuna swala la kazi hapo. Kwani kazi kama tulivyosema earlier, unaweza ukafukuzwa kazi, ni baraka kwako. Unaweza ukaajiriwa, ni laana kwako. Kwa hiyo utakiwa kutafsiri kwa mambo kama yale. Inabidi uangalie hali inayoendelea. Na misingi yenyewe ndio ina define ufukuzwe kazi. Kama mtu aliyetengwa, kuna mtu aliyefukuzwa pia, amepelekwa mbali, amesababishiwa kutoka. Kuna mwingine ametengwa, amewekwa kando, amekuwa suspended, ama mtu anakuwa on probation. Yote haya yanaweza akasomesha baraka au la. Inategemea maisha yako katika misingi ya baraka au la. Misingi ndio tunaoongelea hapa sasa. Tuzingatie mambo yote msingi. Ukiwa nje ya msingi, matofali hayatadumu. Maana tukumbuke tu, kuwa na pesa sio kubarikiwa. Kukosa pesa sio kubarikiwa. Kubarikiwa ni kutokuwa na huzuni. Rudi hapo dokta. Kukosa pesa sio kubarikiwa. Sio kubarikiwa. Kuwa na pesa sio kubarikiwa. Baraka inasomeka kwa hali, sio kwa mali. Okay. Kuna watu walikuwa nafuu akiwa hana mali.
alikuwa mwema kwa familia yake, alikuwa anaeleweka pia. Alivyopata tu mali inamfanya yani apotee kabisa, hali inakufa. Ndio maana maandiko yanasema baraka kutoka kwa Bwana ndio inatajirisha, na hiyo aiambatani na huzuni. Sasa wewe una mali yote, umejaa huzuni, unajihesabu umebarikiwa? Una mali yote, afya yako, migogoro kila leo, unajihesabu umebarikiwa? Ni misingi. Twende. Okay, kimsingi hili si swali, lakini alikuwa anahitaji ufafanuzi. Anaitwa Mandala, anasema Dokta, naomba ufafanuzi juu ya swala la mkao. Umekuwa ukisisitiza sana katika mafundisho yako mengi. Asante. Mkao. Kuhusu mkao. Nadhani unavyokuwa unasema Dokta, mkao. Ile neno mkao. Yeye kwake nadhani kalichukulia kama ni swali. Kwamba yani anaona kama mkao ni kitu kingine extra tofauti na hicho unachokielezea. Lakini mimi nadhani ni dhana kwamba ni namna gani unapaswa kuwa. Yani mkao wako ni mwenendo, mfumo wa kuwa wako. Ndio mkao wako. Okay. Kimaisha sio tulivyokaa hapa. Mkao ni system, ni mfumo ambao maisha yako yanatembea humo. Ndio nakuta inasomeka kwa aiba ya mtu, personality yake. Okay. Traits zote za personality kisaikolojia ndio mkao wa mtu awali. Nimeenda mbali sana. Yaani unajua ulivyosema mkao, nikamtafakari huyo mtu alivyoulizwa swali, labda aliamini kwamba labda ukikaa hivi ndio mkao. Yaani sasa yote na play role. Presence yako unavyokaa, muonekano wako, mkao wa mwili wako, unaokalisha mwili wako. Ina play role kwa mkao wako pia. Lakini sio basic. Basic ni hali, mkao kihali. Mtu anavyokaa unaweza kusoma yuko na discipline or not. Mtu anavyokalisha mwili wake unaweza kusoma huyo mtu ni msherati, mzinzi au la. Anavyokaa. Kwa hata wanaotutazama sasa hivi kwa video walivyokaa, mtu anaweza kamwangalia nyumbani akajua huyu mtu kuna hiki na mkao huo unaweza mtaalamu sasa. Sio kukisia. Zamani wazazi wetu walikuwa wanajua, wazee. I remember mama alikuwa so careful na watu wanavyokaa, hasa wasichana. Msichana anavyokaa mkao wake tu, unajua huyu msichana akiingia kwenye ndoa atadumu. Huyu hapa mbovu. Anavyotembea mtu unaweza kujua huyu hapa ni mvivu. Huyu hapa yuko sawa, anaweza kawa active. Anavyotembea tu, anavyokaa mtu, hasa msichana. Enzi zile msichana alikuwa anafundishwa kabisa namna ya kukalisha mwili wake. Ina affect na fikra, kwa sababu huo mwili na fikra ni kitu kimoja. Kwa hiyo nataka kuniambia Dokta, kwa mtaalamu ni rahisi kujua huyu mwanamke kwa the way alivyokaa, huyu ana tabia ya umalaya, yuko loose. Ama huyu kuna kitu amekosa kwenye maisha yake. Unaweza kujua tu. Unaona inabidi usome ni impatient, maybe sio mvumilivu. Mtu anavyopumua yuko tensed. Unamwangalia unaona kabisa huyu. Umetaja hata mwendo kwamba akitembea unaweza ukajua kitu fulani. Ndio. Mtu anavyotembea unamsoma kwamba huyu ni mvivu. Anavyokula, anavyotembea, anavyoongea. Hii nimeisoma. Alivyokaa. Nimeisoma kwa Isaac. Na wewe umekuwa sasa hivi kama mimi saikolojia. Si ninatoka kwako. Si ninarisi. Wengine wanapata hiyo kwa Roho Mtakatifu. Na Mungu ananiwezesha. Lakini wengine pia visa tu. Yaani watu unajua haoni mambo yalivyo na yaona ulivyo. Ili uqualify kumuona mtu vyema, inabidi uwe empathetic. Ini Kiswahili. Ndio muziki hapo. Ndio muziki. Ndio inabidi uwe ujiweke kwa nafasi ya yule. Okay. Ukiwa na empathy, kisha uwe na sympathy. Usianze na sympathy. Anza na usivae viatu vyake, lakini ujiweke kama yeye. Kuwa na sympathy
ni kuvaa viatu vya mwingine, una sympathize naye. Lakini kuwa empathetic ni pale, ni sifa ya kisaikolojia inayomfanya mtu wewe usiwe judgmental, Okay. ubaki kuwa intellectual. Unapomsoma mtu unajiweka kwa nafasi yake, ili inabidi uakisi kwake ili umsome. Sasa ukiwa judgmental umeisha fail kumsoma. Ndio maana nimekuambia hapa, hata taaluma leo tunapata shida kwa sababu asilimia kubwa watu wanaojiita wana taaluma inakuwa taaluma tu, haiungani na wito. Taaluma bila wito, ukiwa daktari alafu kwa sababu ulienda shule, uwezo ukawa bingwa. Unaweza kawa bingwa kwa sababu unajitahidi, lakini kiukweli mwenyewe utajua hapana. Inabidi iwe wito kwanza, primarily. Nimalize kwa tafadhali. Inabidi iwe wito. Inabidi uangalie, kwa mfano unaangalia watu ili msome mtu, usimkisie. Ujiweke hadi ujione wewe ni yeye, ndio unaweza kumsoma. Na hiyo inatokana na nini hadi kujiona empathy? Empathy. Inabidi ujiweke wewe kwa nafasi yake. Kwani na hapa mfano, unapoangalia movie, alright? Unaangalia movie, watu wanavyokimbia, mtu alikuwa kwenye age fulani mbaya, anatarajia kabisa, unatarajia anaweza kadondoka. Movement yake na wewe unajisikia upo kwenye hiyo movement. Inategemea na concentration level ya kwako. Focus yako kwa movie hiyo. Alafu unavyomwangalia unaona anataka kudondoka, akianguka na wewe utajiona na wewe umeenda naye. Hisia hiyo unapata na wewe kwamba umeenda naye. Alright? Yeah. Umeenda naye. Emotionally. Everything is connected. Wote tuko connected. Tunafeli pale tunapojidisconnect na wale au na mambo ambao tunataka kuelewa. Tunafeli pale ambapo tunajidisconnect na mambo au wale ambao tunataka kuelewa. Ukitaka kumuelewa mtu inabidi ujiunge naye, usiwe kando. Inabidi ujiweke kwa nafasi yake. Wakati huyo mwanamke alifumaniwa kwa uzinzi, walimleta kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu alikuwa hana dhambi. Waliomletea Yesu ni wenye dhambi. Jambo pekee linalodumisha dhambi kwa watu ni ile hali ya kutokujiweka kwa nafasi ya mwingine. Inaitwa pia honesty, ukweli. Kuna tofauti kuwa mkweli na ukweli. Ukiwa mkweli kiukweli kwa dunia hii utakosa hekima. Kuwa mkweli ni sawa, lakini isikuzidie, siwe principle. Kwani kuna mambo mengi mwenzako atakwambia shida zake, kasoro zake, inabidi uishi hadi ufe nayo. Kuweza kumtunza mwingine na siri zake, tayari hapo ni umungu. Mungu pekee anaweza kufanya hivyo. Wanadamu hawezi. Are you getting that? Yes. Kwa hiyo sasa ile hali ya kutokuweza kujisoma kwa mwingine inaendelezwa kwa sababu ya dhambi pia. Wenye dhambi, wazinzi wenzake ndio aliyemleta kwa Kristo. Lakini wao walikuwa wajafumaniwa. Hajaifumaniwa wao. Ndio wanadamu na unafiki wetu. Wanaleta yule pale, huyu ndio mzinzi, apigwe mawe, maandiko yanamesema. Bwana Yesu alikuwa anaandika chini na kidole, alright? Na ukikumbuka Musa pale, amri 10 kuu, Bwana aliandika na kidole chake. Amri 10 kuu, mkono wake ule. Alikuwa anawakumbushia pale, nimeandika mimi amri hizi. Kwa sababu Bwana Yesu alikuwa wakala kabisa wa Muumba. No doubt. Wakala kabisa. Ndio maana alikuwa na gati ya kusema ukiniona umemwona Baba. Ni wakala kabisa aliyeakisi Muumba. Anaandika kwamba mimi ndio niliandika hiyo mnaotaja pale. Ni alivyosimama akaambia yeyote ambaye ana dhambi ampige jiwe huyo mwanamke. Waliondoka.
wote waliondoka, hakubaki hata mmoja. Hamna lebaki. Ina maana wote waliokuwepo pale obviously ni wazinzi, obviously ni wenye dhambi, ndio wa kwanza kuwahukumu wengine. Mtakatifu ndiye anayeweza kuwa empathetic. Akamwambia, waliokuwa na kuhukumu wako wapi? Wameondoka, na mimi sikuhukumu. Nenda na usitende tena dhambi. Mtu wa namna hiyo sijui ndio mtakatifu mkuu, kama ulivyosoma kwa Paulo ambaye alikuwa anakwenda kushambulia waumini, akakutana na Kristo njiani, yeye mwenyewe akawa overtake mitume wote katika utendaji wake. Why? Kwa sababu alisamehewa zaidi. Why? Kwa sababu Muumba anaishi ndani mwetu, anatuelewa zaidi ya watu wanaozunguka. Mahusiano kwa mfano, unakuta mnaanza vizuri, mnapendana, mko sawa, mume na mke, wachumba nini, katikati ya safari unaanza kuona kama uaminifu hakuna kwa mwenzako. Ukiwa mkweli utaanza kujisoma wewe kwanza. Lakini dokta, akiendelea kwanza. Utaanza kujisoma wewe ukiwa kwanza. mkweli. Yeah. Utaanza kujisoma. Ukiwa mkweli utaanza kujisoma wewe, kwa sababu kuunganika watu ni team, mna play together. Kila mmoja anamchezesha mwenzake. Ndio maana ndoa ikifeli, msimlaumu mmoja, wote wawili wamefeli. Ni team. Yanga imefungwa, Azam sijui Simba amefungwa, ni mchezaji mmoja amefungwa, ni timu nzima. Kwa hiyo hata wewe unayesema kwamba sio makosa yangu, mimi nilijitahidi tushinde, mmefungwa, imebaki kwenye record. Team, mkiwa together ni team. Tulivyokaa hapa, mmoja wetu akimisbehave, tunaharibu kipindi hiki. Are you getting that? Tulivyo hapa, spirits zetu inabidi ziwe intact, connected. Tunavyo share, hata mimi ndio naongea, wewe unani control. Mwanangu Evans anani control. Ati hali yenu inani control. Unajua tuko too low, si dunia hii, tunadhani tuko sisi ni miili. Kama ulisika saa, kashika saa hujavaa, baada ya dakika 2 hivi uone saa iko wapi. Ili upate saa, inabidi uanze kutrack mwili wako movement. Mwili ulimove vipi ndani ya room. Ukikumbuka movement ya mwili, utafika mahali ambapo saa uliweka. Now, movement ya mwili wako ndio na track. Why? Kwa sababu hauko ndani ya mwili. You just move it. Hiyo ni metaphor simple kabisa. Mwili huu tunaumove, lakini hatuko ndani mwake hapo. Tunauendesha remotely. Hapa tumefikisha mwili. Are you getting that? Kwa hiyo tulivyokaa hapa, kila mmoja hali yako inaweza kumwathiri mwingine kabisa, show inaharibika. Kwa mfano wewe ukiwa umenuna, ama umeona dokta amevuka muda, unavyohisi hivyo inanifikia moja kwa moja. Ila saizi bado. The first thing I do, I didn't say now, lakini ikifika I can sense that. I know. Yani ikifika wewe tu ndio unasense. Sasa ni Nadra, mwanangu hapa Nadra. Sasa wewe ni referee. Au achana nao, mimi ndo refa. Yeah, sasa I can feel, kwa sababu nikifika hapa, cha kwanza najiunga na nini? Jesus. That's first thing. Najiunga na nini? Najiunga na ndugu mtazamaji anayetutazama kwenye TV sasa hivi. Ndugu mtazamaji, tuko na wewe kabisa pamoja. Ulipo tupo, unavyotutazama. Hata kwa sasa unatazama kwenye mtandao, labda tupo pamoja na wewe sasa hivi. Manake connection ile na play role kubwa sana. Ndio maana inabidi kuwa empathetic kuwafikia watu. Get that? Inabidi uwe empathetic, ujiweke kwa nafasi yao ili msome mtu vyema. Hapa ni somo ya psychology ya juu sana. Yeah. Juu sana hiyo. Ili msome mtu, jiweke kwa nafasi yake, utamuhisi. Ukimhisi unamishi.
Yeah. Ukiishi manake unamsoma na muelewa. Yeah. Nilikuwa natoa mfano hapa, wawili mlikuwa mnakwenda vyema, katikati mambo yaendi sawa. Kwa ndugu maana mtazamaji. watu wenye mahusiano watu sasa. mahusiano na kadhalika, kabla hujamhukumu mwingine kwamba mume wangu sasa hivi muhuni, mke wangu sasa hivi simuelewi, anatoka nje, jisome wewe kwanza, kwa sababu katika mahusiano kila mmoja ndiye mlinzi wa mwenzake. Mlinzi kwa maana ya usalama wake, kwa sababu ukizidisha ulinzi utafeli. Ulinzi unakuwa mkubwa pasipo na usalama, security. Ukiona walinzi ni wengi, usalama hakuna. Sasa usalama ukiwa intact, ulinzi mdogo. Kwa nini watu hawako salama? Kwa sababu wenyewe hawako salama. Ukiwa wewe na uhakika na wewe ulivyo na mwenzako, anaweza akakukosea. Makosa yote atakayoyafanya yatapata msingi ya baraka. Atarudi kwenye kukuheshimu zaidi ya wote, kukupenda zaidi ya wote. Ndipo hapo unapoona unayemsamehe zaidi ndiye anayekupenda zaidi. Tumeona kwa Paulo alivyojitolea kwa muumba wetu kumtumikia, zaidi ya mitume walioishi na Kristo pamoja, alisamehewa zaidi. Dokta, kuna kuchoka. Kuna Kwa sababu nasema unayemsamehe zaidi ndio utakayeweza kuishi naye. no, unayemsamehe Zaidi. zaidi ndiye atakaye kupenda wewe Okay, zaidi. sorry, ndio atakupenda yeye zaidi. Lakini Hiyo ni fact. sawa, lakini kuna kuchoka dokta. Kuchoka, tunasikia kuchoka kwa sababu tunashindwa kuwa empathetic. Duh. Unajua mtu Tunarudi kwenye vita, kule. tunarudi pale pale kwenye vita. Unajua watu wengi tunakoseana vibaya mno, tofauti hatujui. Mwingine unaweza kazani mke wako ni mtakatifu kabisa, kumbe hujui. Unadhani mume wako ni mtakatifu kabisa, ana Qur'ani, ana Biblia kubwa, anataja mistari yote, yani yeye anafunga chakula, kumbe hujui. Kumbe tumalizie. Kumbe hujui. Unaweza kazani ni mtakatifu mkweli kabisa, kumbe hujui. Ndio mtazamaji. Ndio maana kuadmit kwamba sijui ndio lango la kufungua upana wote wa ufahamu. Mimi ninavyokuja kuongea na nini hapa, najua kabisa sijui. Hatuna daftari hapa, na hakuna sehemu nilisoma nimekariri. Tunakumbuka tu, na Bwana atuongoze pale tulipoishia. Ndio maana shule nasaidia kwa mambo kama hayo. Elimu, ukiwa na elimu, Roho Mtakatifu anapitia hapo. Usizani utaongea Kiingereza kwa uhakika kabisa kwa mfumo wa kunena lugha. Kunena lugha ni circumstantial. Wale walionena lugha pale siku ya Pentecost ilikuwa wakati ule ule tu, hawakubaki na lugha hiyo, na hawakuelewa wananena lugha gani. Inapendeza uwe na logic kiasi ili approach isipotoshwe. Ndio elimu inasaidia, lakini the rest Mwenyezi Muumba tu ndio anatuongoza. Ni very important. You see that? Paulo alikuwa na elimu ya shule, alikaa na Gamaliel, alikuwa na hekima kidogo, alienda pia tofauti, aliandika pia tofauti na wenzake, lakini alisamehewa zaidi. Unajua mtu anayeweza kusamehe mwingine ni yule ambaye anaelewa kabisa kwamba mimi sio mtakatifu. Yeah. Kama mimi sijakamilika. Anayeelewa kwamba mimi sio mtakatifu, anaweza akasamehe. Ndio maana ndoa zinazoanza kinafiki za watakatifu feki, wanaojifanya wameokoka sana, kosa dogo ndoa ile imekwisha. Ndoa za wauni, watu wa mtaani wanakaa miaka 50, miaka 40, kwa sababu wanajua wastahili, wote ni wenye dhambi. Are you getting that? Yes, na always ziko strong, yani hata ukiona wanagombana wawajihesabu watakatifu. Na hii unafiki wetu, hiyo masuala ya madhehebu na kinafiki, watu wanakuwa wanadhani wanamjua Mungu sana. Ndugu, kama Mungu ni siri kwanza kwetu, tunakwenda kwa usawa wa hadithi anavyojifunua kwetu. Make no mistake about it. Ili ukae vyema, inabidi uelewe mambo kama haya. Umungu kabisa katika mtu ni uwezo wa kumbeba mwingine na siri zake zote. Na siri ni jambo dhaifu. Are you getting that?
Mtu akigundua siri zako anaweza akakuchezea. Sasa wangapi tunaotazama hapa wambea, wewe mwenyewe unafuatilia mwenzako, utampendaje? Uwezo ukampenda mtu ambaye unamfuatilia. Unampenda unayeongozana naye. Ukiwa unafuatilia manako umejitenga tayari. Dokta, hiyo ni level ya juu sana. Yeah, that's simple. Ukiwa unamfuatilia mtu manako perpendicular vile. Kwa hiyo unakuwa ushajitenga naye. Ushajitenga naye. Utafuatiliaje wakati uko naye? Ukiwa naye lazima nifuatilie dokta, kwa sababu manake umejitenga very beautiful, anatongozwa, anafuatiliwa. Yeah, guarantee pekee unaweza kawa naye. Unajua ukiwa unajua mwenzako anatongozwa, utachemka zaidi kumpenda naturally. Sasa umeona sasa hapo. Wivu sio mbaya. Tutaendelea tunavyosema, kama ni hivyo mjibu mwanangu hapa. Aliyefukuzwa kazi inawezekana amebarikiwa kwa kufukuzwa kazi. Aliyeachwa imewezekana amebarikiwa kwa sababu ameachwa. Na mwingine pia amelaaniwa kwa sababu ya kitendo kile kile. Inategemea na misingi. Kama tulivyosema hapo. Wivu, watu sinasema wivu ni mbaya. Mungu si ana wivu. Hisia zozote zile sio mbaya. Mabaya sio mabaya. Mema sio mema. Mambo yale yana vary. Inategemea na majira na circumstance. Inategemea na misingi mambo yale yanavyotembea juu. Mabaya yakitembea juu ya misingi ya baraka ni baraka. Mabaya yote yanayojiri maishani mwako yakiwa nakuta misingi ya baraka ni baraka. Mema yote yanayoingia maishani mwako yakiwa yanatembea juu ya misingi ya laana ni laana. Ndio maana utakuta mtu umemweka sehemu husika kabisa, umemfanyia mambo yote ya stahiki, lakini hatosheki, hana ridhaa. Hayo umemchukua baa, labda alikuwa anafanya kazi baa, umemuoa, unamuingiza ndani ya nyumba, lakini bado anatamani afanye kazi kwenye baa, ahudumie watu. Aoni ameinuka kiasi gani tofauti, anashindwa kusoma misingi. Yani hata umtendee mtu mema namna gani, itakuwa water off duck's back. Inategemea na mtu amekaa kwenye misingi ya aina gani. Huyo mtu yeye misingi inaweza kubadilika kwake. Misingi ni misingi, haibadiliki. Do. Sasa cha kufanya inabidi kwa sababu tunaendelea na somo hili. Somo la baraka ni key kubwa. Kwa sababu tutajifunza pia namna ya sisi kujiingiza kwenye misingi. Si misingi ndio tunataja hapa. Yes. Unaweza ukampatia mtu mabilioni, unamsafisha, unamheshimisha, lakini yeye mwenyewe heshima ana misbehave every now and then. Yana misbehave tu. Ndio maana nikasema kuna kuchoka, dokta. Point uliyosema ya kuchoka ni misingi. Ndio maana nimekupa mfano hapa. Wahuni kabisa, mnaona kila leo wako baa. Wanapigana usiku wapo. Asubuhi wapo. Wana watoto wao pia, wanapambana pia kuwalea. Lakini nini unafanya mlokole, unabonge la Biblia, unabonge la Qur'ani. Yani kila leo unaona wabaya tu, unaona huyu sio mtakatifu, huyu hafai. Wewe mwenyewe ndugu mtazamaji, nitazame mimi ninayeongea na wewe sasa hivi. Wewe ni mtakatifu kiasi gani? Umeweza kujibana kiasi. Anayedesign yeye ni mtakatifu, amejibana na unasikia maumivu hayo. Kwamba umejinyima kiasi fulani, inabidi uishi free, lakini umejibana ni kwa muda tu. Mtakatifu hayupo hata mmoja. Sijasema nendo katende dhambi. Ili ureinforce utakatifu wako, inabidi udikalishe mkao wa kuelewa si mtakatifu mimi. Uondokane na zana ya kuwaona wale ambao sio watakatifu. Samahani dokta, yani kuna kitu kinanisumbua kichwani. Karibu brother. Unajua umezungumza sentensi ambayo hata nikitoka hapo fua nitakuuliza tena kuhusu kubana. Kujibana wewe. Kujibana. Alafu na kumfuatilia mtu. Umeongea pointi hapa. Nadhani anyway, watu huwa wanapenda sana kuwafuatilia hasa wapenzi wao au wake zao sana. Mpaka mke anakuja kuambia, yani mimi jamani mume wangu ananipana mpaka sasa, na yeye sasa inamkera. Ambapo umeniambia hapa sio sawa. Kwa anayefuatilia
huyu anayefuatilia huyu. Ameshajitenga. Yaani ameshajitenga. Inabidi uongozane naye. Ongozane naye. Kwa nini watu wanafuatilia kisaikolojia? Ni kwa sababu anashindwa kujifuatilia. Yeyote anayefuatilia anashindwa kujifuatilia. Hata wanaokaa mahakamani anahukumwa na jaji kesi za watu, yeye mwenyewe pale ana act. Inabidi ana act according to the law. Yes. Yani they reading the law pale mahakamani, wanasoma law. Lakini akitoka pale inaweza kawa na yeye ana face the same challenges, lakini yeye hawezi kuja na zana za kwake. Pale amewekewa sheria. Ndio maana lawyer yoyote inabidi awe anajua procedure. Anapokuja pale mahakamani anajua tuna proceed vipi. Watu wa jury wako pale kutoa verdict, lakini judge yuko pale kuendesha kesi. You see that? So wote walioko pale wanakwenda kwa usawa wa sheria. Manake sheria iliyoandikwa sio na wao, ndio wanazingatia. Unasikia usemi wanasema wanaotunga sheria ndio wanavunja sheria wenyewe. Sio wao waliotunga, wanaosimamia sheria ndio wanaovunja sheria. Kwa sababu sheria ni ya miaka. Wote tumekuta. Kwa mfano polisi wana haraka ya kwenda sijui dharura yao, hawataangalia taa. Lakini wao ndio wasimamizi wa sheria, sio watunzi wa sheria. Na vitu tuweke neno hiyo sawa. Kwa sababu na wao ni binadamu. Unaweza kuwa na dharura, ambulance, dharura ya ambulance kwa mfano. Yeyote ukiwa na akili, ukisikia tu kingono inabidi utenge, ukae kando. Najua napenda hapa kwetu heshima ile. Nenda nchi zingine hapa Afrika, hakuna anayesikia ambulance. Watu crazy. Nchi hii ina misingi ya amani. Tutaifikia pia kuelewa. Hata ufanyeje, utabomoa. Ukienda kinyume utaanguka wewe. Watanzania kwa mfano, ukiwa unaleta vurugu utaanguka wewe. Utakuwa kuna misingi nje. Nchi hii imejengwa na misingi ya amani. Upende usipende, misingi hiyo sio jitihada za wanasiasa wanaoongoza sasa hivi wala nini. Misingi yenyewe ya mwanzo kabisa. Nchi imebarikiwa tangu mwanzo. Now turudi hapo pale uliposema ya sheria ya kuwa kujifanya una haki. Unamfuatilia mwenzako sana pale ambapo unashindwa kujifuatilia. Mchezaji yeyote anayecheza vyema uwanjani, ndugu mtazamaji, ni yule mchezaji ambaye anazingatia mkao wake kwenye timu. Na kazi yake aangalii watu, anaangalia pengo. Are you getting that? Yes. Angalii watu, anaangalia pengo, kwa sababu mchezo wachezaji wanavyocheza, movement ile wana reflect. Mkikaa tu kama kocha alivyowapangilia, mtasomeka wepesi. Inabidi muwe mna vary kulingana mpira unakimbizwa vipi. Mna cover ili mzuie pengo. Sasa mchezaji mwenye hekima, yeye anaangalia pengo. Ndio anakaa mkao wa kushtukiza. Kirusha kona hivi mkao wake unashtukia goli tayari. Mwenye hekima inadaiwa wakati wowote, sio kuangalia watu, bali kuangalia wapi watu hawapo, wameacha pengo. Ukiwa na mwenzako kama timu, ili usimfuatilie, inabidi uangalie wapi ameacha pengo, ndio wewe inabidi ukae hapo kwenye madhaifu yake, inabidi ukava. Una mwanaume anakunywa pombe, wewe unywi. Wewe ni mlokole mtakatifu, umeshafika mbinguni. Kila leo namsubiria nyumbani, anachelewa kurudi. Nenda naye baa, msindikize. Nitakunywa dokta. Na mimi nitakunywa. Kama hujawahi kunywa, ndugu yangu, unafikiri kunywa ni masiara? Ni zana ya inaanza muda. Si unakunywa soda. Soda ndio kinywaji kinachouzwa zaidi. Unaweza kunywa soda na kunywa maji, kuwa na mwenzako. Watu wanao complain wenzao ni walevi, asilimia kubwa hawana ushirikiano wa kuongozana. Mmoja anamuona mwingine hafai. Mimi siwezi kwenda naye kwenye mabaa nako kwenda kushinda baa. Mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Unaokoka nampenda Yesu? Yesu mwenyewe alikuja dunia hii kwa wenye dhambi kabisa. Na yeye mwenyewe Yesu alikwenda kwa Zakayo kula, mtoza ushuru. Watu walimuita yeye Yesu hafai. Wewe unaweza kusema hafai? Si wewe unamsema unampenda? Lakini kumbuka, Yesu alikuja kuwakilisha upendo wa Mungu Baba.
na hakuna anayetupenda zaidi ya Mungu Baba mwenyewe. Tumefika mwisho hapo, nisikia energy inavyokwenda. Hata usiposema. Tunafunga kwa kusema hivi. Leo pia ni majibu tu. Majibu tu. Sasa hili somo kweli tutaenda nayo? Tutaenda kwa neema ya Mungu. Sababu tumemaliza Maswali mengine yatakuja sasa hivi. Tumemaliza. No, wiki ijayo tunaendelea na somo. Tunaendelea na somo. Yeah. Bwana pewe sifa. Ndugu mtazamaji, kwa kifupi tunasema hivi. Sote dunia hii tulikuwa natoa mfano wa kuongozana na mwenzako, sio kwa mbinde, lakini angalia pengo. Angalia pengo. Niko wapi? Badala ya kuleta lawama, tumezaliwa ku complete the chart. Kila mmoja inabidi complete, usicompete. Compete kibiashara kwa kuboresha zaidi. Lakini angalia pengo liko wapi. Usifuatilie, kwani unayemfuatilia utampenda. Hata chakula ukikifuatilia sana utakila. Unaona hiyo? Ukifuatilia sana imepikwa vipi, waliosha vipi, uli. Kwa hiyo tuwe humble, tuwe simple. Kumwelewa mwingine vyema ni kujiweka kwa nafasi yake. Na ili usiwe judgmental, usiwe na visa, unakisia, uwe na uhakika, kwani unajiweka kwa nafasi yake kama mzazi kwa mtoto wake. Siku zote mzazi anamuelewa mtoto. Ni vigumu mtoto kumuelewa mzazi. Mtoto wako uliyemzaa anaweza kukulilia shida kila leo na unamsaidia. Mzazi akimlilia mtoto shida mara 3, mtoto anakereka na mzazi. Wajibu ni tofauti. Jiweke kwa nafasi mkao wa mzazi, kwa mke wako, kwa mume wako, kwani unawakilisha baba yake, ndugu zake na ukoo wake. Na wewe mama ni mume wako, ni mtoto wako pia. Mhesabu kama unamlea pia, mnaleana katika mahusiano. Kifupi, tutambue kwamba hatustahili. Na tuzingatie misingi ya baraka tunaoongelea hapa. Sio mali bali hali. Huzuni itakuwa mbali nasi. Bwana tujalie next week tuendelee na somo la baraka, lakini bado tuko katika somo la baraka. Kama maswali hapo, mtapeleka pia maswali tena kwa brother Jimmy Evans. Maswali yatakuja, tutapanga muda. Tena tunatenga muda wa kujibu maswali, kwani ni muhimu sana. Bwana wabariki. Muumba wetu, ibariki Tanzania na uongozi wetu wote. Dumisha amani, umoja. Viongozi wajaze hekima kutuongoza kwa usawa mapenzi yako. Bariki mchakato wa uchaguzi mwezi huu. Mambo yote yaende vyema kwa usalama kabisa, na amani yako ndio kudumu zaidi. Bwana ubariki East Africa Community na viongozi wake wote, na Afrika nzima ibarikiwe. Bariki ulimwengu wote na familia zote. Dumisha amani. Bwana Mungu bariki Clouds Media Family na uongozi wake wote. Bwana Mungu bariki Chomoza na uongozi wetu wote. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. We love you dearly and always will do. Thanks for your time. God bless. Tunapata break, alafu tutaendelea tena mbele. Daima upendo una sura mbili, japo wengi